Kundi la wapiganaji la Hamas katika eneo la ukanda wa Gaza limesema baada ya kutamatika kwa mapigano kati yao na Israel haimhitaji Tony Blair, waziri mkuu wa zamani wa Uingereza. Hamas imesema kwamba inakataa vikali jukumu lolote la waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair katika kutawala Gaza kufuatia usitishaji vita uliotangazwa hivi majuzi katika eneo hilo. Akizungumza na Sky News, afisa mkuu wa Hamas Bassem Naim amesema vuguvugu hilo linakaribisha juhudi za rais wa Marekani Donald Trump kusaidia kumaliza vita vya mauaji ya halaiki vilivyodumu kwa miaka miwili, lakini ameonya kwamba Tony Blair hatakaribishwa katika jukumu lolote la kutawala ukanda wa Gaza baada ya kusitishwa kwa mapigano. Linapokuja kwa Tony Blair, kwa bahati mbaya sisi wa Palestina, Waarabu na Waislamu na labda wengine kote ulimwenguni tuna kumbukumbu mbaya juu yake. Naima alisema bado tunakumbuka jukumu lake katika kuua na kusababisha vifo vya maelfu au hata mamilioni ya raia wasiokuwa na hatia nchini Afghanistan pamoja na Iraq. Blair aliwahi kuwa mjumbe rasmi wa Quartet ya Mashariki ya Kati inayojumuisha Marekani, Urusi, Umoja wa Ulaya na Umoja wa Mataifa kutoka mwaka 2007 hadi 2015, ambapo alishindwa kufikia mafikiano katika mazungumzo ya Israel na Palestina. Mpango wa Trump wenye hoja 20 wa Gaza unajumuisha kuundwa kwa chombo kipya cha kimataifa kilichopewa jina la Bodi ya Amani, ambayo itakuwa na jukumu la kusimamia mamlaka ya muda ya wanateknolojia kutawala Gaza. Kulingana na mpango huo, Trump mwenyewe angekuwa mwenyekiti wa bodi hiyo ambayo itajumuisha pia watu wa kimataifa akiwemo Tony Blair na mkwewe Jared Kushner. Mpango huo utaanzisha mamlaka ya mpito huko Gaza kwa hadi miaka 5 bila kujumuisha Hamas na mamlaka ya Palestina. Chini ya pendekezo lililoripotiwa, mamlaka hiyo itashikilia mamlaka kuu ya kisiasa na kisheria juu ya Gaza katika kipindi cha mpito. Hata hivyo, Hamas imesema kwamba ndugu wa shetani hawawezi kuitawala Gaza. Hamas imekataa vikali nafasi mpya ya Marekani kwa Tony Blair, ikisema kwamba kiongozi huyo wa zamani wa Uingereza ambaye pia amesababisha hasara katika eneo la baadhi ya nchi za Mashariki ya Kati hapaswi kuiongoza Gaza. Katika taarifa ya pamoja siku ya Ijumaa, Hamas lakini pia na makundi mengine ya jihad ya Palestina na chama cha Popular Front for Liberation of Palestina PFLP walisema kwamba uamuzi wowote wa kuruhusu utawala wa baadaye wa Gaza ni suala la ndani la Palestina, huku sitishaji vita katika eneo hilo ukianza kutekelezwa. Tunasisitiza upya kukataa kwetu ulezi wowote wa kigeni, na tunasisitiza kwamba asili ya utawala wa ukanda wa Gaza na taasisi zake ni suala la ndani la Palestina kuamuliwa na sehemu ya kitaifa ya watu wetu moja kwa moja, ilisema taarifa hiyo iliyotolewa na viongozi hao katika eneo hilo la ukanda wa Gaza, ambao kwa pamoja walimkataa Tony Blair kuongoza eneo hilo la ukanda wa Gaza. Mnamo siku ya Jumatatu, mjumbe mwingine mkuu wa ofisi ya kisiasa ya Hamas, Hussam Badran, aliandika kwenye mtandao wa kijamii wa Telegram kwamba kumjumuisha Blair katika mpango wote wa kusitisha mapigano ni ishara ya kutisha kwa watu wa Palestina. Amemuita Blair ndugu wa shetani, akiongeza kuwa badala ya kuchukuliwa kuwa gavana wa muda wa Gaza, anastahili kusimama mbele ya mahakama kimataifa kwa uhalifu wake, hasa jukumu lake katika vita vya Iraq vya mwaka 2003 hadi 2011. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.